Marekani na Irani zinatarajiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo nchini Uswizi hii leo Jumapili, Juni 21 mwaka 2026, katika hatua inayotazamwa kama jaribio jipya la kuokoa makubaliano ya muda yaliyofikiwa wiki iliyopita, huku vita vinavyoendelea kusini mwa Lebanon vikizidi kutishia juhudi za kidiplomasia za kupunguza mzozo wa kikanda. Mazungumzo hayo yanakuja wakati hali ya usalama katika Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete, huku mapigano kati ya Israel na Hezbollah yakiongeza hofu ya kusambaratika kwa usitishaji mapigano na kuathiri pia usalama wa usafirishaji mafuta kupitia mlango wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za biashara ya nishati duniani. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance amewasili Uswizi mapema hii leo Jumapili kuongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo hayo. Ujumbe huo pia unajumuisha wajumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump, Steve Witkoff na Jared Kushner, ambao wamekuwa mstari wa mbele katika mawasiliano ya nyuma ya pazia kuhusu makubaliano ya muda kati ya Washington na Tehran. Kwa upande wa Iran, ujumbe wake uliwasili mapema zaidi ukiongozwa na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali akiwemo Mohammad Bagheri Ghalibaf, ambaye amekuwa sehemu muhimu ya mazungumzo ya awali. Kabla ya kuondoka Marekani, Vance alisema angekaa Uswizi kwa siku moja au mbili na kwamba anatumaini duru hiyo mpya ya mazungumzo itasaidia kusukuma mbele juhudi za kutatua swala la mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na swali la usitishaji mapigano nchini Lebanon, ambalo sasa limekuwa sehemu muhimu ya mjadala mzima wa kikanda. Kwa upande wa Tehran, ujumbe wake umeeleza wazi kuwa safari hiyo ya Uswizi inalenga kufuatilia utekelezaji wa ahadi ambazo Marekani ilitoa chini ya makubaliano ya awali. Iran inataka kuanza kuona hatua za vitendo kutoka Washington kabla ya kuingia kikamilifu kwenye majadiliano ya makubaliano ya mwisho. Hii ina maana kuwa viongozi wa Iran bado wana mashaka ya uaminifu wa Marekani, hasa ikizingatiwa kwamba mapigano yanaendelea katika maeneo ambayo Tehran ina ushawishi kupitia washirika wake wa kikanda. Kwa mantiki hiyo, Iran inaingia katika duru hii ya mazungumzo ikiwa na msimamo wa kutaka kwanza kuona utekelezaji wa ahadi zilizotolewa kuhusu vikwazo, biashara, mafuta na usalama wa usafiri wa baharini kabla ya kuingia kwenye hatua ngumu zaidi za mazungumzo kuhusu nyuklia. Kwa ujumla, duru hii mpya ya mazungumzo ya Uswizi yanafanyika katika mazingira magumu sana. Kwa upande mmoja, kuna fursa ya Marekani na Iran kuendeleza mazungumzo ya muda na kuyaweka katika mfumo mpana zaidi wa kudhibiti nyuklia, kurudisha utulivu wa biashara ya mafuta na kupunguza hatari ya vita vikubwa vya kikanda. Kwa upande mwingine, kuna uhalisia mchungu kwamba mapigano ya Lebanon, msimamo wa Israel, ushawishi wa Hezbollah na mivutano ya Hormuz vinaweza kuvuruga kila hatua inayopigwa mezani. Hivyo mazungumzo haya si tu mtihani wa uwezo wa Marekani na Irani kufikia mwafaka, bali pia ni mtihani wa kama diplomasia inaweza kushinda nguvu za vita katika wakati ambapo kila upande bado una sababu za kutoamini upande mwingine. Kwa sasa macho ya dunia yataelekezwa Uswizi, lakini ukweli ni kwamba mafanikio au kushindwa kwa mazungumzo haya hatategemea tu kile kitakachosemwa katika vyumba vya majadiliano, yatategemea pia kile kinachotokea katika vijiji vya kusini mwa Lebanon, katika mlango wa Hormuz na katika maamuzi ya kisiasa yanayofanywa na Washington, Tehran na Tel Aviv kwa wakati mmoja. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.